Huko Mashariki ya Kati kunapatikana eneo lenye historia ndefu, lenye chimbuko kubwa la kiimani, damu na matarajio mengi zaidi. Palestina, ambayo kwa baadhi ya watu huita Israeli ya kale, ni ardhi inajulikana kwa kitovu cha dini kuu tatu za dunia hii, yani Uyahudi, Ukristo na Uislamu. Lakini ni ardhi hiyo hiyo ambayo hadi leo imegubikwa na mivutano mikali ya kisiasa na kijamii. Makala hii inachambua hatua kwa hatua mzunguko wa kihistoria wa eneo hili, kutoka enzi za kifalme hadi mivutano ya karne ya 21. Takriban karne ya 12 kabla ya Kristo, makabila ya Waebrania yaliingia Kanaani kutoka Misri. Tukio linalosimuliwa katika Biblia kwenye kitabu cha Kutoka. Miongoni mwa makabila hayo walijenga ufalme wa kaskazini ulioitwa Israel. Miji mikuu yake ikiwa ni Samaria na mikoa ya milimani ya Efraim, pamoja na ufalme wa kusini ulioitwa Yuda, uliokuwa na mji mkuu wake pale Yerusalemu. Hivyo baada ya kifo cha mfalme Suleimani mnamo mwaka 931 kabla ya Kristo, taifa la Israeli la kale liligawanyika vipande hivyo viwili. Basi bwana, ufalme wa kaskazini ulijumuisha makabila 10 kati ya 12 ya Israeli ya kale, na ulikuwa na viongozi wa kifalme waliobadilika mara kwa mara kutokana na mapinduzi na mauaji ya wafalme. Kiufupi, hali ya kisiasa haikutengemaa zaidi. Nakumbuka katika karne ya 9 hadi ya 8 kabla ya Kristo, Ashuru au Asiria, taifa lililokuwa na makao yake makuu huko kaskazini mwa Iraki ya leo, liliibuka kwa dola lenye nguvu kubwa ya kijeshi, likiongozwa na wafalme mashuhuri kama vile Tigrati Paileza watatu, kuanzia mwaka 745 mpaka mwaka 727 kabla ya Kristo. Lakini pia Shalmaniza watano kutoka mwaka 727 hadi mwaka 722 kabla ya Kristo. Na watatu Sargoni wa pili aliendelea baada ya mwaka 722 kabla ya Kristo. Ashuru chini ya wafalme hawa ilipanua mipaka yake kwa mashambulizi ya kijeshi, ilikitumia hila nyingi, usaliti na kuwachukua mateka kama watumwa, lakini pia kuilazimisha Israeli kuwalipa kodi. Basi bwana, ufalme wa Israel mara kadhaa ulifanya njama dhidi ya Ashuru kwa kushirikiana na mataifa mengine kama Misri na Dameski. Kwa mfano, mfalme Hosea wa Israel aliyetawala kuanzia mwaka 732 hadi 722 kabla ya Kristo, alianza kukataa kulipa kodi kwa Ashuru na badala yake akawasiliana na Misri ili kupata msaada wa kijeshi, jambo ambalo lilionwa kama usaliti mkubwa. Kuona hivyo, Shalmaniza watano, mfalme wa Ashuru, alijibu usaliti huo kwa kuizingira Samaria, mji mkuu wa Israeli kaskazini, kwa takribani miaka 3. Na mnamo mwaka 722 kabla ya Kristo, Samaria ilianguka kabisa, na ufalme mzima wa Israeli kaskazini uliteketezwa, na maelfu ya Waisraeli walichukuliwa mateka na kupelekwa Ashuru. Hii ndio inaitwa kutawanyika kwa makabila 10. Waliohamishwa walichanganywa na mataifa mengine, jambo lililofuta kabisa utambulisho wao wa kikabila. Waashuru waliwaleta wageni kutoka Babeli, Kutha, Ava na kadhalika kuishi katika maeneo ya Israel.
Na hapo ndipo jamii mpya ya Wasamaria ilipoanza kujitokeza na kustawi. Baada ya utekaji huo, Waashuru waliendelea kutawala eneo hilo kwa muda mfupi, kabla ya kushindwa na Wababeli na hatimaye kuanguka kabisa. Na wakati huo Yerusalemu, yani mji wa ufalme wa Yuda, uliendelea kuwepo hadi ulipoanguka kwa Wababeli mnamo mwaka 586 kabla ya Kristo, ambapo hekalu la Suleiman liliharibiwa na Wayahudi waliosalia huko wakachukuliwa utumwani. Na baada ya kurudi kutoka utumwani, Wayahudi hawa waliendelea kuishi, lakini wakawa chini ya tawala mbalimbali zikiwemo Wababeli, Waajemi, Wagiriki na hatimaye Warumi au Roma. Na ndipo hata kipindi Yesu Kristo anazaliwa katika eneo hilo, tayari ilikuwa ni kipindi cha utawala wa Warumi au Roma. Sasa basi mwaka 66 baada ya Kristo hadi mwaka 70 baada ya Kristo, Wayahudi waliasi dola ya Roma. Matokeo yake Yerusalemu iliteketezwa na hekalu la pili kubomolewa kabisa. Na mwaka 135 baada ya Kristo, baada ya uasi wa pili uliojulikana kama Bakoba, Warumi walifuta jina Yuda na kulipa jina jipya Palestina. Na hapo ndipo jina Palestina likazaliwa rasmi. Lengo ni Warumi kufuta kabisa utambulisho Kiyahudi kutokana na kisasi cha uasi. Maelfu ya Wayahudi waliuawa, wengine waliuzwa utumwani na wengi walikimbilia sehemu tofauti tofauti, wakasambaa Mashariki ya Kati, Afrika Kaskazini, Ulaya yote, Asia hadi India. Na baada ya kifo cha Kaisari Theodosius wa kwanza wa Roma mnamo mwaka 395 baada ya Kristo, aligawa dola hiyo kwa wanawe wawili. Wa kwanza aliitwa Honorius, aliyepewa magharibi. Mji mkuu wake ukawa Ravenna, baadaye Roma kisha Milan. Na mwanae wa pili aliyeitwa Arcadius alipewa huko mashariki. Mji mkuu wake ukawa Constantinople, leo hii unaitwa Istanbul. Na hapo ndipo dola la Roma liligawanyika rasmi na kuwa vipande viwili. La kwanza liliitwa dola la Roma la magharibi, na dola la Roma la mashariki lililoitwa dola la Byzantine. Mwaka 636 baada ya Kristo, jeshi la Waislamu chini ya Khalid bin Walid liliwashinda wa Byzantine katika vita ya Yarmouk. Mwaka 638 baada ya Kristo, ikiwa ni miaka miwili baada ya ushindi wa Waislamu dhidi ya dola la Byzantine, jeshi la Kiislamu lilizingira mji mtakatifu wa Yerusalemu ambao ulikuwa chini ya utawala wa Byzantine. Badala ya kuupora au kutumia nguvu, Halifa Umar bin al-Khattab mwenyewe alisafiri kutoka Madina hadi Yerusalemu kwa unyenyekevu mkubwa, ili kupokea makabidhiano rasmi ya mji huo. Askofu wa Kikristo wa mji huo, Patriarki Sophronius, alimkabidhi mji kwa masharti kuwa halifa mwenyewe ndiye angepokea funguo, jambo ambalo Umar alilikubali kwa heshima. Umar aliingia Yerusalemu kwa amani, wala bila kumwaga damu, wala kulipiza kisasi kwa Wakristo wala Wayahudi. Akiwa Yerusalemu, alikata kusali ndani ya kanisa la Holy Sepulchre ili kuwaheshimu Wakristo, akihofia kwa kufanya hivyo Waislamu wangeweza kudai baadaye waubadilishe na kuwa msikiti. Chini ya utawala wa Kiislamu, Umawiya na Abasia walitawala kwa amani sana Palestina. Baada ya hapo, eneo hilo lilitawaliwa na Waarabu, wa Seljuk, Mamluki wa Misri na hatimaye wa Ottoman. Ottoman walitawala Palestina kwa miaka 400 kuanzia mwaka 1516. Walitunza miji mitakatifu na kuruhusu watu wa dini tofauti tofauti kuishi pamoja hapo.
Na mwishoni mwa karne ya 19, Wayahudi walianza kurejea Palestina kutokana na wimbi la Zionism, harakati za kurejesha taifa la Kiyahudi. Uingereza ilitoa tamko rasmi lililoitwa Balfour Declaration, ikisema itaunga mkono kuanzishwa kwa taifa la Kiyahudi hapo Palestina. Wakati huo wa Palestina, ambao walikuwa wengi eneo hilo, walihofia kuhamishwa na kupoteza ardhi zao. Mwaka 1917, Waingereza waliitoa Palestina kutoka kwa Waturuki. Na kati ya mwaka 1920 hadi mwaka 1948, Palestina ikawa chini ya Uingereza. Huku Wayahudi wakiendelea kuhamia kwa kasi, wakikimbia mateso ya uko Ulaya, hususani baada ya kisa cha Holocaust. Na Mei 14 mwaka 1948, David Ben-Gurion alitangaza rasmi kuundwa kwa taifa la Israel, siku moja kabla ya Waingereza kuondoka. Kesho yake mataifa ya Kiarabu ikiwemo Misri, Jordan, Syria, Iraq na Lebanon yalikasirika sana na kuivamia Israel. Lakini Israel ilishinda vita hiyo na kuipanua mipaka yake. Katika vita hivyo takribani wa Palestina 700,000 walikimbia au walifukuzwa kabisa wakawa wakimbizi. Jambo ambalo ni kiini cha mgogoro huo hadi leo. Palestina kama taifa halikuundwa rasmi na sehemu kubwa ya ardhi yake iligawanywa. Na mwaka 1993, makubaliano ya Oslo yalikusudia kuanzisha taifa la Palestina kando na Israel. Hadi sasa hilo halijafanikiwa kikamilifu. Israel imeendelea kujenga makazi ya Wayahudi katika maeneo ya Wapalestina, jambo linalopingwa vikali kimataifa. Sasa basi Wapalestina ni nani na wametoka wapi? Wapalestina ni mchanganyiko wa Waarabu, Wakanaani wa kale na vikundi vingine vilivyoishi eneo hilo kwa karne nyingi. Waislamu wengi wa Palestina wanadai kuwa wao ni wenyeji wa kihistoria wa eneo hilo, waliokuwepo kwa karne nyingi tangu zama za Waarabu, kabla hata ya kurudi kwa Wayahudi hawa wa sasa. Na nani mwenye haki halali wa eneo hilo? Mtazamo wa kihistoria. Tuanze na Israel. Wayahudi wanadai eneo hili kwa misingi ya kihistoria na kidini, kama nchi ya ahadi walizoishi babu zao, na ushahidi wa Biblia na historia. Wanaona kurudi kwao kama ukombozi na marejeo baada ya mateso ya karne nyingi. Wapalestina wanaona wao ni wakazi wa asili waliokuwa wanaishi eneo hilo bila vipingamizi kabla ya mwaka 1948, na kwamba walionyang'anywa ardhi yao bila ridhaa. Wanadai haki yao ya kujitawala katika eneo lao lenye mji mkuu Yerusalemu Mashariki. Eneo la Palestina au Israel ni kama kioo cha kihistoria kwa wanadamu. Linadhihirisha uzuri wa imani lakini pia huzuni ya migogoro. Migogoro hii ya sasa ni matokeo ya karne nyingi za tawala, ahadi zinazokinzana, uhamiaji na ukosefu wa maridhiano. Ingawa suluhisho la kweli inaonekana kuwa ngumu kupatikana, lakini ni lazima lijengwe kwa kuelewa historia za pande zote mbili bila upendeleo. Maumivu hayawezi kufuta haki ya mwingine. Maelewano hayawezi kujengwa kwa risasi bali kwa ukweli, haki na heshima ya pamoja. Mimi naitwa Ananias Edgar.